nchi yetu inakuwa ni gateway, ni lango kuu la biashara katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ukanda ya kati wa kusini mwa Afrika na Afrika nzima kwa ujumla. Kwa hiyo tuna nafasi nzuri ya kuongeza ushindani wa kikanda na kimataifa kwa kutumia jiografia. Kwa hiyo tumejiwekea lengo la kufanya mageuzi kwa kukuza sekta za uzalishaji ili tuweze kutumia vizuri hiyo fursa ya kijiografia. Lengo ni kuona kuwa sekta binafsi ya Tanzania na hususan wanaofanya biashara ndogo na za kati, yani MSC, micro and small medium enterprises, wanakuwa sehemu ya uchumi na masoko ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Kwa hafla ya leo ni muhimu sana katika kutekeleza maono haya yaliyopo katika mipango ya maendeleo ambayo pia ndiyo maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ninayo furaha kubwa kushiriki nanyi leo katika uzinduzi wa kituo cha pamoja cha kuwezesha manunuzi ya mauzo ya nje, yani Sourcing and Export Center, na programu ya mafunzo ya wawekezaji vijana katika eneo maalumu hili la uwekezaji la Benjamin William Mkapa hapa Mabibo. Na tukio la leo si uzinduzi tu wa program, bali ni uzinduzi wa njia mpya kwa sekta binafsi nchini, na hususan vijana kuingia kwenye uchumi wa viwanda, kuingia kwenye uzalishaji wa kisasa na kuingia katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo hapa tumeyasema haya mara nyingi, lakini tunatekeleza kwa vitendo. Ni muhimu sana kujengea na uwezo. Tunataka sekta binafsi ya Tanzania iingie kwenye soko la ushindani wa kikanda. Tunayo Africa Free Trade Area ambayo maarufu kama FCFTA. Ni soko kubwa, lakini huwezi kwenda kwenye ile soko bila kujiandaa kushindana. Usipoandaa kushindana, tutabaki nchi yetu kuwa soko tu badala sisi kwenda kuuza kule. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kutekeleza hilo ili tukuze ushindani na tuweze kukuza uwezo wa kushindana miongoni mwa sekta yetu binafsi hapa nchini. Na kwa nini ni vijana? Jibu lake ni rahisi. Ndio wanaoshikilia hatima ya Tanzania leo na kesho. Tazama tu hizi takwimu zifuatazo. Kwa sio tu taifa la kesho, taifa hili wanashikilia hatima ya nchi yetu leo tulipo na kesho kutwa. Na ukitaka kujua hilo, sikiliza hizi takwimu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, 76% ya Watanzania wapo chini ya miaka 35. Kwa 76. Lakini ukisogea 80% wapo chini ya miaka 40. Kwa kizunguka hapa mtano unazunguka, ukikutana na watu 8, ukikutana na watu 10, watu 8 wapo chini ya miaka 40. Mnayo nguvu kazi ya kutosha. Ukienda Asia, ukienda Europe, kule wana changamoto sasa hivi. Wana population yao, wazee wengi, vijana wachache. Ndio maana wanaanza kutengeneza robot kwa wingi ili zikafanye kazi, kwa sababu wana wafanya kazi. Kwa sisi hatuhitaji kutengeneza robot hapa. Robot sisi bado sana, kwa sababu tunao wafanyakazi wa kutosha. Kwa maana AI, artificial intelligence, mnapopokea kama nchi lazima mwe makini. Mnaipokea kwa makini na mjue mnataka kuitumia kwenye nini. Wenzetu kule inabidi waende kwenye robot kwa sababu hamna watu. Sisi bado tuna watu wa kutosha wa kuchapa kazi hapa. Nguvu kazi ya Tanzania ni takriban watu milioni 33. Nguvu kazi maana yake nini? Mtu yote mwenye umri miaka 15 mpaka 64. Maana yake ndio ana nguvu ya kufanya kazi. Ukishafika 65, ndio maana nchi ya Tanzania 65 lazima uretire. Hata sisi kule chuo kikuu watu wanaretire kwenye public service miaka 60. Chuo kikuu maximum 65. Kwa sababu gani? Baada ya hapo tunaamini nguvu kazi kidogo ni changamoto. Japo kwa sisi tumeomba tuongezewe mpaka twende 70, kwa sababu kwenye uprofesa akili ni kama wine tu. Unapozidi kuzeeka ndio inazidi kunoga. Katika program ambayo Mheshimiwa Waziri utaizindua leo, tunategemea vijana wapatiwe mafunzo
watumie miundombinu ambayo tunayo ikiwemo kituo hiki cha pamoja ambacho tutakizindua siku ya leo, na kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanakuwa endelevu na katika kila awamu wanayopita wanaendelea kuingia katika uzalishaji na kutengeneza ajira kwa ajili yao, lakini pia kwa ajili ya vijana wengine. Katika programu ambayo Mheshimiwa Waziri utaizindua leo, tunategemea vijana wapatiwe mafunzo, watumie miundombinu ambayo tunayo ikiwemo kituo hiki cha pamoja ambacho tutakizindua siku ya leo, na kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanakuwa endelevu na katika kila awamu wanayopita wanaendelea kuingia katika uzalishaji na kutengeneza ajira kwa ajili yao, lakini pia kwa ajili ya vijana wengine. Awamu ya kwanza itatekelezwa hapa Mabibo. Tutaanza na uchakataji wa mazao ya kilimo, hasa bidhaa zinazokaushwa na kuongezwa thamani, lakini baada ya hapo tutaendelea pia kutokana na mahitaji ya soko. Msingi mkuu wa programu hii ni kwamba mafunzo lazima yaambatane na uzalishaji katika hali halisi ya viwanda. Ndio maana programu hii imeunganishwa moja kwa moja na miundombinu ya maeneo ya kiuchumi kwa kifupi SEZ. Na tunatarajia kwamba programu hii itakapoanza itakuwa katika sekta nyingine, lakini katika maeneo mengine nchini. Kwa haya machache, napenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Hii inafanya kazi yetu sisi kama mamlaka ya uwekezaji kuwa rahisi na kuwajengea wawekezaji wetu imani kubwa na vivutio ambavyo vinawasaidia. Na Mheshimiwa Waziri, sisi tumekuwa wazi kuanzia mwanzo. Mafanikio unayoyaona katika taasisi hii ya TISEZA, huwa tunatembelea nyota ya Mheshimiwa Rais, wimbi lile ambalo analitengeneza, na humo ndani na sisi ndipo tunapopata mafanikio. Tutaendelea kuwa wabunifu kuhakikisha kwamba tunatafsiri maono ambayo Mheshimiwa Rais amekupa wewe kama kiongozi wetu Mheshimiwa Waziri, lakini pia sheria ile ya uwekezaji imetupa. Uzinduzi wa kituo cha pamoja kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya uzalishaji na kuwezesha mauzo ya nje. Uzinduzi wa pili unahusu uzinduzi wa programu ya mafunzo kwa vijana wetu wa Kitanzania ambao ni wawekezaji. Na jambo la tatu la uzinduzi linalofanyika likiwa ni uzinduzi wa platform ya kuwawezesha wananchi wote wakiwepo wawekezaji vijana kuweza kuongea na Mheshimiwa Waziri wetu wa nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Na kupitia programu hii watu wote wanaotaka kuongea na Mheshimiwa Waziri wetu wataweza kuongea naye moja kwa moja na kupata majibu kutoka kwake. Wizara ya Mipango na Uwekezaji au Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji ina jukumu la kusimamia na kuratibu sera, mipango na mikakati ya maendeleo ya uwekezaji katika nchi yetu. Katika kutekeleza jukumu hili muhimu, wizara imeendelea kuweka mifumo na sera zinazolenga kuimarisha mchango wa sekta binafsi katika ukuaji wa uchumi na kuongeza uwekezaji wenye tija na kuharakisha maendeleo ya viwanda na biashara nchini. Kwa niaba ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, nawashukuru sana TISEZA na kuwapongeza sana pamoja na wadau wote ambao mmehusika katika utekelezaji wa programu hizi zote ambazo zitazinduliwa leo. Natambua mchango wenu na muda mliotumia pamoja na rasilimali fedha katika kufanikisha jukumu hili. Tunawashukuru sana wadau wote kwa kuendelea kufanya kazi kwa karibu na sekta ya umma kwa maana ya serikali, ili kwa pamoja tuweze kufanikisha malengo ya nchi yetu. Programu hizi zina malengo makubwa za kuwawezesha vijana wetu, kuwatengenezea fursa zaidi za ajira pamoja na biashara. Hii ikiwa ni kazi ya serikali kufanya hivyo, na mambo haya yameainishwa katika dira yetu ya taifa ya maendeleo, yani dira 2050, ambayo inaainisha sekta hii muhimu ya uzalishaji kama sekta muhimu ya mageuzi, na linalofanyika hapa linaonyesha kushika kasi kwa maandalizi
ya kuanza kwa utekelezaji wa dira ambao utaanza rasmi mwezi Julai mwaka huu, lakini kupitia tukio hili la leo tunakuwa tumeanza utekelezaji kwa sehemu fulani. Kwa hiyo nawapongeza sana mliopo hapa mkiwa mmetangulia sekta zingine katika kuanza utekelezaji wa dira yetu.